Habari zenu marafiki, hebu leo tuzungumzie sababu zinazosababisha ugonjwa wa scoliosis. Scoliosis kwa maana rahisi ni kuinamisha mgongo kwa upande. Sasa kuna sababu nyingi zinazosababisha scoliosis, lakini leo tutajadili kuhusu sababu 3 za kawaida. Kwanza ni aina ya scoliosis isiyo ya kawaida. Scoliosis ya idiopathic inawakilisha scoliosis ambapo hakuna sababu halisi ya msingi, lakini hii inatumika katika familia. Hiyo ina maana kwamba ina ushawishi wa kijenetiki, yaani inaweza kuwepo kwa bibi, kisha kutoka kwake ikapitishwa kwa binti yake, na baadaye ikaenda kizazi cha 3 ambapo tena mara nyingi inaonekana zaidi kwa wanawake. Hivyo basi, scoliosis ya idiopathic kwa sababu fulani inaonekana mara nyingi zaidi kwa wanawake. Kwa kawaida hugunduliwa wakati wa kipindi cha ukuaji wa haraka. Hiyo ina maana kwamba kwa wanawake kawaida hugunduliwa kati ya miaka 10 hadi 15. Kipindi cha ukuaji wa haraka kwa wasichana hutokea kawaida kati ya umri wa miaka 10 na karibu miaka 11 hadi 13. Ni aina ya scoliosis isiyo na maumivu kwa kawaida. Dalili ya kwanza inayogundulika ni viwango visivyo sawa vya mabega. Hiyo ina maana bega moja liko juu, bega lingine liko chini. Pia mstari wa kiuno usio sawa unaweza kuashiria scoliosis. Hiyo ina maana paja moja liko juu, paja lingine liko chini. Pia wakati mwingine tunaona uvimbe kwenye mbavu. Uvimbisho wa mbavu huwa dhahiri zaidi kadri urefu unavyoongezeka au tunapokaribia balehe. Aina ya pili ya scoliosis ni scoliosis ya kuzaliwa nayo, congenital scoliosis. Aina hii ya scoliosis kimsingi ipo tangu kuzaliwa. Hii ni kwa sababu pingili moja ya uti wa mgongo inaweza kuwa haijakamilika, imeungana na nyingine, au ina umbo lisilo sawa kama vile pingili ya kipepeo. Kwa hiyo daima kuna tatizo la mifupa lililojificha katika kesi ya scoliosis ya kuzaliwa nayo. Hii ipo tangu kuzaliwa, lakini karibu kamwe haitambuliwi kabla ya umri wa miaka 4 au 5, na baada ya hapo mwinuko huu huendelea haraka. Wakati mwingine mwinuko huu ni mgumu sana, huwezi hata kuurekebisha kwa kutumia mikono yako, au kunaweza kuwa na matatizo mengine ya viungo vya ndani pia, kama vile tatizo la figo au matatizo yanayohusiana na moyo. Aina ya 3 ya scoliosis inayopatikana mara kwa mara ni scoliosis ya neva na misuli, neuromuscular scoliosis. Hii inatokana na udhaifu au kutokuwepo kwa usawa kati ya misuli na neva upande wowote wa mgongo. Hii huonekana zaidi katika hali kama vile polio, ugonjwa wa kupooza wa ubongo, cerebral palsy au udhaifu wa misuli, muscular dystrophies. Mara chache inaweza pia kutokea baada ya jeraha la uti wa mgongo. Katika hali hii kwa kawaida huwa ni mwinuko wa umbo la C. Hii inamaanisha kwamba mwinuko huo unafanana na herufi C ya alfabeti ya Kiingereza. Sifa za aina hii ya mwinuko ni kwamba kwa kawaida huwa ni mwinuko mrefu unaohusisha mgongo mzima. Mgonjwa atakuwa na udhibiti duni sana wa kiwiliwili. Kunaweza kuwa na kutokuwepo kwa usawa wakati wa kukaa, na mgonjwa anaweza kulazimika kutumia kiti cha magurudumu. Miwiko hii kwa kawaida huendelea haraka na mara nyingi huathiri pia nyonga au sehemu ya kiuno. Hivyo hizi ndizo aina 3 za scoliosis zinazopatikana mara nyingi zaidi. Mbali na hizi, kuna aina nyingine za scoliosis ambazo hupatikana mara chache, kama vile scoliosis inayotokea ukubwani au scoliosis ya syndrome ambayo hutokea katika hali kama vile Marfan syndrome. Wakati mwingine ni scoliosis isiyo ya muundo ambayo husababishwa na tofauti ya urefu wa viungo au mkao mbaya pia. Kwa hivyo, ikiwa unaugua ugonjwa wa scoliosis, usijali, kutana na daktari wako, na chochote kinachofaa zaidi kwako, daktari wako atakushauri. Kila la heri.